Hujambo mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari, ikiwa leo ni Oktoba 2, 2025, kwa nami Pendo Gorton ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Karibu sana. Mfumo wa TEHAMA umeleta mtazamo chanya katika sekta mbalimbali hapa nchini, hususan sekta ya madini, ambapo Tume ya Madini imeanzisha mfumo huo kwa lengo la kuweza kutoa leseni kwa kila mwananchi kwa wakati, zikiwemo sheria ambazo zinaambatanishwa na leseni hizo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa sheria kwenye Tume ya Madini Bwana Francis Kayichile alipofungua kikao kazi na mafunzo maalum ya mfumo wa utoaji na usimamizi wa leseni ya madini kilichofanyika mkoani Arusha. Kwa matumizi ya TEHAMA sasa tunadhani kwamba iwe rahisi kwamba Mtanzania anaweza kuomba maombi yake leo, kesho au kesho kutwa au ndani ya siku 3 akaweza kupata leseni yake, iwapo tu kama taratibu zote au yale masharti ya leseni yenyewe ameyazingatia. Maafisa leseni kutoka mikoa isiyopungua 30 ya kimadini wote tumewakusanya hapa Arusha. Tuko hapa wote ndani ya chumba kimoja tuweze kufahamishana sasa na kupeana mafunzo ya namna gani ambavyo hizi taratibu zitafanyika kwa kupitia maboresho yaliyotokea katika huu mfumo. Tuko tayari kuwahudumia wateja wetu kwa ufanisi zaidi. Katika utoaji wa leseni na mifumo iliyoboreshwa imetupelekea kuweza kufikia malengo yaliyopangiwa Wizara ya Madini kwa mwaka 2024-2025, ambapo wizara ilipangiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 999. Lakini katika kuiwezesha hiyo tumeweza kuvuka lengo na kuweza kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.07. Hiyo ni hatua kubwa tuliyoifikia kama Tume ya Madini chini ya Wizara ya Madini. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya maboresho yataenda kukua zaidi, kwani kwa mfumo huu mpya na maboresho ya mfumo tutaenda kuongeza ufanisi zaidi, tutaenda kuongeza idadi kubwa ya kuchakata maombi ya leseni na hivyo kuweza kukuza sekta ya madini. Tume imefanya maboresho kwa kuweza kuunganisha mfumo wa leseni pamoja na sheria. Tumekuwa na mafunzo ya mara kwa mara ambayo lengo lake ni kuboresha utendaji kazi katika mfumo huu wa leseni. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ametangaza kupokea na kuanza kufanyia kazi maombi ya wadau wa utalii mkoani Arusha, ambapo pamoja na mambo mengine waliomba kujengewa kituo cha taarifa za utalii mkoani Arusha pamoja na ujenzi wa barabara za katikati ya jiji la Arusha. Daktari Samia ameyasema hayo leo katika kampeni zake alizozifanya hapa mkoani Arusha. Kuna maombi ya wadau wa utalii wa Arusha tumeyapokea, na moja ikiwemo wameomba kwa sababu Arusha ni mji mkubwa wa utalii, basi tuwe na kituo cha taarifa za utalii hapa Arusha, ombi ambalo serikali tunakubaliana nalo. Tutakuja kujenga kituo cha taarifa za utalii, lakini wameweka maombi mengine mengi ambayo wangependa serikali tuyaangalie, tutakwenda kuyaangalia. Lengo letu miaka inayokuja mpaka 2030 Tanzania ipokee watalii milioni 8, na hawa ni wa nje na ndani ya nchi. Milioni 8 wawe watalii katika vivutio mbalimbali vya ndani ya nchi. Lakini pia katika kukuza utalii huo lazima tukuze na makazi, mahoteli. Kwa tunakwenda kuvutia wawekezaji wakubwa wajenge mahoteli ya nyota kubwa, nyota 5, nyota 4, ili watalii waje kwa wingi wakiwa na uhakika wana sehemu nzuri za kufikia. Ndugu zangu wana Arusha, kuna taarifa ndogo ya faraja kwamba kuelekea mwaka 2030 ukanda huu wa kaskazini kuanzia Tanga mpaka Arusha na tutakwenda mpaka Musoma tajenga reli ya kisasa ya SGR kwa sababu ya kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa na watu. Lakini kwa sababu Arusha ni mji mkubwa, lazima kutakuwa na kituo kikubwa hapa kwa reli ile, kituo ambacho kitaleta tena fursa za ajira kwa wafanya biashara, lakini pia vijana wetu wa jiji la Arusha.
Vile vile, miongoni mwa vipaumbele vyetu katika miaka mitano inayokuja ni kuendeleza kongani za viwanda. Kuna ombi lilitoka hapa la kufufua viwanda, hilo tayari liko kwenye ilani yetu. Tuna mpango wa kuendeleza na kufufua viwanda ambavyo havizalishi viweze kuzalisha, na tuweke vingine kwenye mawilaya ambavyo vitafanya kazi ya kuongeza thamani mazao yanayopatikana kwenye wilaya, kama ni madini, kama ni mazao ya kilimo au mazao yoyote mengine. Hivyo ndivyo ilani yetu inavyosema. Lakini katika hilo nataka niseme kwa mkoa wa Arusha tunakwenda kujenga kiwanda cha magadi soda, na hiki kitakuwa kule Monduli ambako tayari mambo yake yote yako tayari na tunasubiri kijengwe. Na kwa maana hiyo vijana wa upande ule ajira inakwenda kuwa huko. Mfanyabiashara wa mazao kutokea Dar es Salaam aliyefahamika kwa jina la Elia Juma Msaba mwenye umri wa miaka 27 amekutwa ameuawa kikatili wilayani Makete mkoani Njombe baada ya kusafiri kwa ajili ya shughuli zake za kibiashara. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe ACP Mahmoud Banga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa Msaba aliondoka Dar es Salaam tarehe 28 Agosti kuelekea Makete kununua mazao. Hata hivyo, alipofika wilayani humo Agosti 29 aliuawa na mtu aliyefahamika kwa jina la Alfani Mbilinyi kwa kupigwa na kitu chenye ncha butu kwenye paji la uso kutokana na tamaa za fedha. Ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linapenda kutoa ufafanuzi wa tukio la kuuawa kwa mfanyabiashara aitwaye Elia Juma Msabaha mwenye umri wa miaka 27 huko katika kijiji cha Misiwa, kata ya Ipelele, wilaya ya Makete na mkoa wa Njombe. Mfanyabiashara huyu alikuwa ni mfanyabiashara wa mazao ya kilimo na makazi yake yalikuwa jijini Dar es Salaam. Tarehe 28 mwezi wa 8 2025 aliondoka Dar es Salaam na kuelekea wilaya ya Makete kwa ajili ya kununua mazao, na alipofika huko tarehe 29 mwezi wa 8 2025 aliuawa na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Alfani John Mbilinyi kwa kumpiga na kitu butu kwenye paji la uso, kisha kuchimba shimo na kumfukia nyuma ya ghala lake la kuhifadhia mazao. Ndugu wa mfanyabiashara huyu walijaribu kufanya mawasiliano naye bila mafanikio. Walifunga safari mpaka Makete na kujaribu kumtafuta, hawakufanikiwa kumuona. Waliamua kufika katika kituo cha polisi Makete na kutoa taarifa ya kutoonekana kwa ndugu yao huyo. Jalada lilifunguliwa na uchunguzi ukaanza. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe lilifanikiwa kukamata watu wawili ambao ni Alfani John Mbilinyi na Amasha Juma Mbwilo, dereva bodaboda. Baada ya mahojiano ya kina, Amasha Juma Mbwilo, dereva bodaboda, alieleza kuna siku alimbeba kwa pikipiki Alfani John Mbilinyi kumpeleka hadi Uyole mkoani Mbeya, ambako walikwenda kutupa simu ya Elia Juma Msabaha ambaye ni marehemu ili asikamatwe nayo na kupoteza ushahidi. Baada ya jeshi la polisi kupata ushahidi huo wa awali, askari na kumkimbiza hospitalini na ikabainika kuwa amefariki dunia kutokana na kuvuja kwa damu nyingi. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linatoa onyo kwa baadhi ya wananchi wanaoongozwa na tamaa kujipatia fedha au mali kinyume na sheria
za nchi kuacha, kwa sababu madhara yake ni makubwa kwao na kwa wengine. Imeelezwa kuwa katika kipindi cha mwaka 2024 hadi 2025 hospitali ya wilaya ya Kisarawe imepokea zaidi ya watu 1160 sawa na 98% wanaokabiliwa na matatizo ya afya ya akili, huku kundi kubwa ikiwa ni watu wenye umri wa kati ya miaka 14 hadi 36. Hayo yamesemwa na mtaalamu wa afya ya akili na magonjwa ya akili katika hospitali ya wilaya ya Kisarawe, Daktari Silvia Ngonyani. Katika wiki hii ya afya ya akili ambayo inaanzia tarehe 1 mpaka kilele chake tarehe 10, tumewakaribisha kwa wingi wahitaji wenye changamoto za magonjwa ya akili. Tumeweza kupata takwimu kuanzia mwaka 2024 2025 tuna wagonjwa 1166 sawa na 98% nafikiri ya wagonjwa wote. Ugonjwa wa kifafa ambao una 31.6, ukifuatiwa na ugonjwa wa skizofrenia, mpumbazo wa akili, ambao huu umeonekana ukiwa na 30.5, na ukifuatiwa na ugonjwa wa msongo wa mawazo ambao umeonekana ukiwa na 21. Waathirika wakubwa sana ni watu kuanzia miaka 14, 19, 20 mpaka hapa 36. Hao ni wagonjwa wengi sana. Kuanzia mama anaposhika ujauzito mpaka anafika miaka 5 mtoto, tunamuuliza mama alipita kwenye changamoto gani. Inawezekana changamoto wakati wa kuzaliwa mtoto akaekewa mashine kwa ajili ya kumsupport, lakini baada ya pale mtoto pia hakuweza kulia katika kipindi kile ambacho mara tu baada ya kuzaliwa. Kuna madawa ya kulevya, lakini pia kuna msongo wa mawazo. Ukiangalia katika nchi na dunia nzima sasa hivi kila mtu analalamika hali ya uchumi. Matatizo ni mengi ambayo yanahusiana na msongo wa mawazo, kubadilika kihisia, kitabia, na mwisho mtu kuonekana ana changamoto za kiakili. Wito kwa jamii, cha kwanza kabisa kufika hospitali kupata tiba. Matibabu ambayo watu wanayafanya nje ya hospitali kwa magonjwa ya akili si sahihi, na ndipo wanawazidishia ulemavu zaidi wa akili ndugu zao. Watu hawa tunawaelimisha ili waone kwamba tatizo la changamoto ya afya ya akili si kulogwa. Kuna swala linajulikana kama unyanyapaa. Sasa kama wale ndugu wa karibu hawajapewa elimu namna ya kumtunza, na hiyo itamuongeza zaidi katika msongo wa mawazo, na hiyo itamsababisha zaidi asiweze kupona daima. Mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada siku ya leo ya Oktoba 2, 2025. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News, na mimi pia nizidi kukukumbusha kambi yetu ya matibabu inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa Kahama, upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa kuanzia Oktoba 6 mpaka Oktoba 10. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kuandaa matangazo haya, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, na kutakie jioni ile kwa njema. Bye kwa sasa.